Tuna siku ya wanawake kwako na karibu sana katika mahojiano maalum hii leo, lakini kubwa ikiwa ni March 8, siku ya wanawake. Wanawake husherehekewa kote ulimwenguni na duniani katika siku hii, na kwa mwaka huu kauli mbiu ikiwa inasema na napenda sana kufanya kazi na timu yangu. Tuli Esther Mwambapa, asante sana kwa kukubali mwaliko wetu na tumefurahi kuwa nawe katika kipindi. Karibu sana. Asante sana Hilda, na naishukuru timu nzima Azam kwa kuja leo kwa ajili ya kufanya hii interview na kutupa CRDB Bank Foundation pamoja na CRDB an opportunity na sisi ya kuweza kusherehekea siku ya wanawake duniani. Tumekuona ukiwa kiongozi na unavyoongoza pia katika sekta hii, na tungependa kufahamu safari yako ilianzia wapi kufikia sasa? Na nashukuru sana. Nilianza Kifungiro. Kifungiro wakati ule ilikuwa inaitwa St. Mary's Convent School. Ni shule ya masista wa Roman Catholic, na masista Roman Catholic wana mashirika mbalimbali. La kwetu lilikuwa ni St. Mary's. Baada ya kumaliza shule ya msingi nikiwa Kifungiro, baadaye serikali ikaibadilisha, ndio ikaanza kuitwa Kifungiro. Kwa wakati sisi tunaanza ilikuwa inaitwa St. Mary's Convent School. Nilipomaliza Kifungiro nilienda shule ya serikali ambao ni Korogwe Secondary School. Baadaye nikaenda Swaziland kwa ajili ya high school, na nikarudi tena Tanzania nikafanya tena high school. Na katika elimu yako ni mambo gani ambayo unaona yalikujenga hasa kuja kuwa kiongozi wa leo? Moja ya vitu ambavyo nilikuwa navifanya sana nikiwa shuleni, moja nilikuwa napenda sana kusoma. Mimi ni mpenzi wa kusoma kila kitu ambacho kinakuja mbele yangu. Of course nilikuwa napenda novels, na nafikiri ile ilikuwa inanijengea stamina ya kusoma muda mrefu. Nikiwa shule, nikiwa primary nilikuwa assistant head girl. Wakati nimeenda sekondari nikawa head girl. Kwa hiyo ni kama vile nilikuwa naandaliwa safari ya kuwa kiongozi.
Tukiwa Kifungilo wakati ule, unajua shule za masista wanakujenga discipline. Kwanza discipline ya kuamka asubuhi, tulikuwa tunaamka asubuhi kwa ajili ya kwenda kuhudhuria misa, kuhudumia kwenye misa, lakini pia discipline ya muda, kwa sababu kila kitu katika shule za masista kina muda wake na kila kitu kinatakiwa kifanyike kwa wakati wake. Yaani kulikuwa kuna usemi, kwa mfano kule Kifungilo, kwamba ukiwa sehemu ambayo utakiwi kuwepo, wewe ni sasa na takataka. Yaani ni kwamba takataka sio lazima ule uchafu, lakini hata wewe ukiwa mazingira ambayo utakiwi kuwepo, you are equally the same. Kwa hiyo ilikuwa imetujenga discipline. Kama ni wakati wa michezo na kwa wakati wa michezo, kama ni wakati wa study unakuwa wakati wa study, na kila kitu kilikuwa kimepangwa. Kwa hiyo ile discipline inakukuza, unaizoea, inakuwa ni sehemu ya maisha yako. Yaani inakuwa ni normal. Sasa hivi ukija huku ndio unaona kama ni kitu kinaitwa discipline, lakini wakati ule ilikuwa ni maisha ya kawaida. Unajua kuna siku za kuamka kwenda kanisani, kuna ukitoka kanisani unapata breakfast, ukitoka, yani automatically ile inner clock yako inafanya. Kwa hiyo wanakulea na kujenga wakikuandaa na maisha ambayo ni baadaye yanakuja kukusaidia. Umesema ulikuwa unapenda kusoma vitabu. Unakumbuka kitabu chako cha kwanza kukisoma na kukimaliza, kwa maana ya riwaya ama novel? Ilikuwa nini? Nilikuwa napenda sana kusoma vitabu vya Mills and Boon. Wakati huo Tanzania kulikuwa hakuna library nyingi. Nilikuwa nikija likizo pale Kisutu, nimesahau, ulikuwa kuna sehemu ulikuwa unapanda juu, kuna Mhindi alikuwa na hivyo vitabu vya Mills and Boon used. Mnaenda mnazima and then unarudisha. Kwa hiyo nilikuwa naenda kwa zima. Of course wakati sisi tunakuwa tukiwa wadogo, kulikuwa hakuna TVs, zilikuwa ni zile simu za mezani, na mara nyingi simu ya mezani nakaa pembeni baba alipokaa, kwa hiyo you don't use it. Na culture ilikuwa tofauti kidogo, baba akikaa sitting room, nyie mko vyumbani au mnacheza nje. So mimi nilikuwa napenda sana kusoma kwa sababu nimekulia kwenye familia ya watoto wengi. Mama yetu alikuwa mjasiriamali kwa kisawasawa, anafuga kuku, anafuga mbuzi, anafuga ng'ombe. Kwa hiyo unazamu ukija likizo, unazamu ya kufanya usafi, unazamu ya kupika, unazamu ya kwenda kulisha kuku. Na kwa kuwa mimi ni kati ya mtoto wa kwanza katika familia ambapo tulikuwa tunalelewa, kwa hiyo pia una responsibility ya kuwahudumia wadogo zako. Kwa hiyo likizo ilikuwa kazi, shule ilikuwa discipline na kazi. Kwa hiyo inakujenga the lifestyle ambayo unakuwa nayo mpaka unakuwa mtu mzima. Na katika hilo hasa maisha ya nyumbani, ni maadili ama misingi gani ambayo ulijifunza wakati wa ukuaji wako na unaishi mpaka sasa? Kuna kitu kimoja ambacho baba yetu alikuwa anakifanyaga. Alikuwa kila Jumamosi akirudi jioni tulikuwa tuna family time. Na pale ndio mlikuwa mna discuss sasa issue zenu. Tunaanza. Okay? Hilda, una present report yako. Kama umefanya vizuri, hujafanya vizuri, unajielezea kisawasawa. He was a general. Kwa hiyo unajielezea na kwa nini labda wewe consistently uperform, wenzio wana perform, wewe yani normal issues za nyumbani, discipline, ilikuwa zamu yako kufanya kitu fulani, wewe ufanyi, au unapiga kelele sana ndani ya nyumba. Unajua kuna ile au anakuambia wewe kwa nini kila ukipita hapa barazani unakimbia si unajua zile sitting room, alafu kwenda vyumbani lazima ukatishe sitting room. Kwa hiyo una time, unakimbia pap. Kwa kuna vitu vidogo vidogo. Na ulikuwa ni mtundu? Hapana, mimi nilikuwa mpole sana. I used to be very shy. Kweli kabisa. Kuna watu hawaamini, lakini I used to be very shy. Kwa hiyo tulikuwa na vile vikao. Lakini katika vile vikao kitu kimoja ambacho alikuwa anatupa ruhusa, kwanza ile ya kujielezea. Lakini pia ni kama vile alikuwa ananipa responsibility kama mkubwa. Unaendesha kikao. Okay? Kwa katika kuendesha kikao katika familia, kila mtu unajua mna diversity. Diversity sio nje, diversity even in the family. Tuna mdogo wangu mmoja ambaye sasa hivi ni kiongozi mkubwa. Yeye tulikuwa tunamuita Singasipa kwa Kinyakyusa au Mama Nsipitwe. Yeye ndo alikuwa informa wa baba. Yaani vitu vikitokea huko, yeye ndo wa kwanza kwenda kuinform.
tulikuwa tuna bodyguard wetu ambaye bahati nzuri tena naye akaenda jeshini. Kwa hiyo yule akaenda kutuinform, sisi tunamwambia Ngulumba na tusaidia kumpiga makwenzi. Kwa mlikuwa kama kuna division of labor. Tulikuwa kuna division of labor. Mimi nilikuwa napenda sana kufanya usafi, nilikuwa sio mpenzi sana wa kupika. Ndugu wetu mwingine Ikupa ambaye yeye ndo alikuwa anapenda kupika. Na chakula chake ndo baba alikuwa anakula. Akitupa sisi wengine kupika ilikuwa shughuli ndefu. Kwa kila mtu alikuwa na kazi ya kufanya. Na mkikuwa katika familia ya watoto wengi, you learn to survive as well. Hamna mtu anayedekezwa. Okay? Na mkikuwa pia katika familia ambayo kuna other activities, yani ile entrepreneurship ya mama, you are part and parcel. Sasa hivi wanamtaniaga mama. Naambia unajua ungekuwa umeshtakiwa wakati ulikuwa unafanya child labor. Tulikuwa tulipwi, lakini ile inakufanya consistently, akili yako inafanya kazi, una activities za kufanya, lakini ina force na nyinyi mnakaa kwa pamoja. Yani you find yourself sasa hivi unaweza kuondoka, okay, so you are strategizing. And you say, hey jamani, tunaamka asubuhi sana nini. Kwa mnapanga kwamba leo wewe utaamka wa kwanza, mimi nilali kidogo, wewe mwingine na nani. Kwa hiyo mnavipanga vitu bila kujua kwamba actually you operate as a company. Okay? Kwa sababu activities nyingi. Believe me not. Tulikuwa mama yetu anafuga kuku wengi kwa sababu kule Oysterbay viwanja ni vikubwa sana. Kiasi kwamba mimi nilikuwa silagi kuku. Kwa sababu mnachinja, yani nyie mnatamani kuku, lakini sasa sisi kama maini filigisi yamejaa kwenye friji kila siku. Mnakula asubuhi mchana jioni. Kwa sababu ni kitu ambacho kinabaki. Watu wanakuja kuchukua kuku. Siku hizi watu wananoga kuku wazima. Wakati ule zamani ilikuwa wanachinja, mnanyonyoa, mnawapaki, watu wanakuja kununua. So imagine ndio umetoka shule, umefika tu pap, kuku wa mama wamekuwa, ndio mnaanza kazi ya kununua. Na kuku wananyonyolewa usiku kucha. Nyonyolewi mchana. Ni activities ambazo zinakujenga akili, zinakufanya consistently unakuwa active. Kwa ni vitu ambavyo labda ndio vimetusaidia hata kuwa resilient sasa hivi, kufikiria katika kazi ambazo tunazofanya. So it's a combination ya shule pamoja na nyumbani. Na shule uligusia kwamba ulikuwa kiongozi, head girl, na kuna mtazamo tofauti juu ya uongozi. Kuna wale ambao wanaamini viongozi wanazaliwa na kuna wale ambao wanaamini viongozi hutengenezwa. Mtazamo wako ni upi katika hilo? Nadhani kwako imekuwaje? Mimi naamini kila mtu anaweza kuwa kiongozi na viongozi wanaweza wakatengenezwa, na hakuna mtu ambaye anazaliwa anajua kila kitu. My strongest belief ambayo ninayo to date, hata ukiwauliza timu yangu, ni continuous learning. Nilichokifunza shule, lakini hapa kila siku najifunza kutoka kwa timu, najifunza kutoka katika environment za kawaida. Of course unajifunza pia kwa kukaa darasani na vitu vingine. Kwa mimi naamini ile process, kama nilivyosema, mimi nilizaliwa nilikuwa very shy. Okay? Kwa sababu pia na gap kidogo kati yangu mimi na wale walionifuata. Kwa hiyo nilikuwa peke yangu and then watu wanakuja. Lakini kwa kupewa nafasi ya kuongoza, ni kama mtu anakuthrow pale, you have to survive, you have to do ambacho unatakiwa kukifanya. Kwa hiyo unaanza moja kwa moja kujifunza, unapewa guidance, zina stick. Na nirudi kwa wale ambao ndo nilianza nao, masista wa Roman Catholic, wanatunecha sana, especially wakati ule. Yani they guide you through. Mpaka wakuchague ukawe kiongozi, it means they've seen something from you, na wanakitaka kile sasa wewe ndio uwe kama mfano kwa wengine. Kwa hiyo wanakusupport, wanakupa skills. Unaweza ukakuta sister mwenyewe anakuambia, unajua wewe ni kiongozi, ulitakiwa uwe wa kwanza darasani, wa kwanza kuzima taa, wa kwanza. Kwa hiyo unajua kwamba nina responsibility kwa wenzangu, natakiwa niwe mfano kwa wenzangu, bila yeye kutumia neno kwamba unatakiwa uwe mfano kwa wenzio. Kifungilo, pamoja na kwamba ilikuwa ni private school, lakini tulikuwa tunafanya kazi.
tunafanya kazi, tunapanda mlimani. Nakumbuka Baba Hasani alikuwa anavunja mawe kule, mnarudi, kwa sababu masista walikuwa wanafanya kila kitu wenyewe, wanajenga. And then that is another thing ambacho mimi nawaambia watu, kwa sisi tuliosoma, na nikiangalia colleagues wangu wote tuliosoma nao Kifungiro, tuna features zinazofanana. Tulilelewa na wanawake ambao ni very strong, though they were nuns, very very strong. Wale masista wanafanya kila kitu. Kama ni shambani, wanaendesha trekta, na tulikuwa tuna mashamba, unajua Lushoto ardhi ni nzuri, wanalima chakula. Hakuna chakula ambacho kilikuwa kinanunuliwa. Tunaenda tunabeba mawe, ukiachia wale wanaovunja mawe, tunaleta chini. Pale kuna masista wako wanafanya kazi. Kwa hiyo hata ile ya kusema wanawake wanaume, labda kwa kuwa tulikuwa wanawake watupu, hatukuwa tuone hiyo difference. Yaani kwamba hii kazi lazima tufanye. Hamna kazi ya wanaume na kumbuka kuna wakati niliumwa, kwa tulikuwa tunaenda Lushoto mjini, tunapelekwa hospitali. Pale tuna dispensary, lakini ukiumwa unapelekwa Lushoto mjini. Gari ikaharibika barabarani. Sister akatoka, akabadilisha tile, akaingia kwenye gari, tuka drive. Kwa hata ile kujua kwamba hii kazi labda itakiwa ifanye na mwanaume nini. Walikuwepo masista walikuwa na wake watupu, kasoro Father Peter, yule padri ndio alikuwa mwanaume, alafu kulikuwa kuna shemashi ambaye alikuwa naume. The rest of the community walikuwa wanawake, ukiacha wapishi, ukiacha nini, na masista walikuwa wanafanya kila kitu. Kwa hiyo wale ndio walikuwa inspiration kwetu. Kwa hiyo unajikuta kwamba kila kazi naweza kufanya. Kama sister anaweza shambani, anaenda na lima, unamkuta darasani, afu walikuwa na division ya labor. Wale wanaokaa kwa mfano walikuwa garage, wanatengeneza magari, wana repair matrekta, walikuwa na eneo lao, tunakutana kanisani. Wale waliokuwa wanatufundisha na wenyewe equally tunakutana nao madarasani. Kwa kila ukizunguka unaona wakifanya activity mbalimbali. Na hao masista walikuwa masista ambao ni Wadachi, na Waafrika walikuwepo wachache sana. Very very strong and hard working women they were. Katika mazingira ya sasa ambayo bado uwiano wa wanawake na wanaume ambao wako katika uongozi bado haiko sawa sawa, unaona mambo gani ambayo yanaweza kusaidia, hasa kuwasaidia mabinti pia kuwa na mtazamo kama huo? Ninashukuru sana. Kwanza, kama nchi kuna initiative mbalimbali, sera mbalimbali zimeweka na serikali yetu za kuwawezesha watoto wa kike pamoja na wanawake. Kwa kazi kubwa kusema ukweli imefanyika. Na tunaona program kwa mfano ile ya STEM, mabinti wanapelekwa kwenye masomo ya science, vyuo vikuu wanakuwa encourage, lakini tunaona kama zile scholarship za Samia kupitia wizarani, na hata hii kampeni inaendelea vijana, inawakombine vijana wote wa kike na wa kiume. Na kama nilivyokuwa nasema, kupitia programu yetu ya Mbeju tumeingia ubia na ushirikiano na vyuo 18. Tunaenda tunapitia ile maeneo kuona ubunifu mbalimbali ambao tunaweza kusupport. Tunaona pia kuna mabinti wengi wa kike wako mle ndani. Hata hapa nilipoajiriwa, kwa kweli kuna sera nyingi, he for she for he. Yani kuna sera za kuandaa mabinti kuweza kuparticipate katika board level na vitu kama hivyo. Kila kitu unaweza ukawekewa, but it starts with you. Inaanza na wewe mwenyewe. Je, una passion, una determination, una inner strength ya kusubutu, yani ile nguvu kutoka ndani kwako, kwamba nataka kuthubutu, nataka kujaribu. Pia kuondoa uoga wa kufeli, kwa sababu watu wengi wanaogopa sana kwamba je, nikishindwa itakuwaje, watu watanionaje. Block hiyo, jaribu. Ukishindwa potezi kitu chochote, lakini ukipata una gain. Kwa hiyo mimi ambacho naweza nikawashauri watoto wa kike katika nchi yetu, tuna bahati kusema kweli kwamba kuna sera, kuna opportunities zipo, tuondoe uoga, tujaribu. Lakini pia community, wanawake, wanaume, wazazi na watu ambao wanawazunguka, labda walezi, katika maisha ya kila siku wa encourage watoto wa kike kufanya vitu ambavyo vinawajenga uthubutu. Mimi najaribu kusema kwamba labda
na mimi ningelelewa kijijini ambako naambiwa mtoto wa kiume ni bora kuliko wewe, labda nisingekuwa hapa leo na labda nisingekuwa na labda uthubutu ambao nimepata. Kwa hiyo hata yale malezi, yale community, vitu ambavyo tunaviona vidogo vidogo vina accumulate katika kumfanya binti au kijana awe ambavyo yuko. Baada ya elimu, sasa tugeukie upande wa kazi. Kwanza ilikuwaje ukafanya uchaguzi wa kuingia CRDB takriban miaka 25 iliyopita, na ilikuwa ni rahisi ama ngumu kiasi gani kufanya uamuzi huo? So nimezungumzia sana maisha yangu wakati nikiwa primary, baadaye nikasema nikaenda Korogwe nilifanya Korogwe tulikuwa na mtaala wakati ule wa agriculture, ilikuwa ni shule ya kilimo na watu wengi hawajuagi kama nilisoma kilimo lakini Korogwe tulikuwa tunalima sana. Kwa nilisema nikimaliza tu form 4 hawanipati tena, pamoja na kwamba nilifaulu kule kwenda kwenye kilimo, lakini nikasema Kwa hiyo nikajenga passion then ya kutaka kufanya kitu ambacho kitanisaidia kumarket. Nilikuwa taswira hata kama ni kumarket nini, nafikiri sasa kwa kuwa nilikuwa napata zile nafasi za kuongoza, za kuongea, nikaa napenda something ambacho kitakuwa kwenye that nature. Nilipo kwenda chuo kikuu nilifanya degree ya kwanza, degree ya pili nikasema lazima nifanye MBA marketing kwa sababu ndo nilikuwa na passion. Baada ya kumaliza chuo, kazi yangu ya kwanza ilikuwa ni ile project iliyoleta prepaid meter za luku. Lakini wakati ule ilikuwa chini ya consultant. Nilikuwa nafanya kazi chini ya consultant, alikuwa anaitwa Conlog, alikuwa anatoka Australia, ambao ndio walikuwa naishauri serikali, Benki ya Dunia pamoja na TANESCO kuhusu hizi mita. Mimi nilifanya kazi kama project coordinator. Tulikuwa pale Ubungo kwenye kona, kulikuwa kuna kiofisi kidogo, ndio pale ambapo nilikuwa ninafanya kazi. Nilifanya kwenye ile project miaka miwili. Baada ya miaka miwili consultant alikuwa na wind up, wanarudi, and then kila mtu akauliza, consultant akamuuliza kila mtu unataka zawadi gani. Wengine waliomba magari ya project, wengine waliomba kila kitu. Mimi nikaomba wanilipie masters. Wakanipa offer ya kwenda kusoma Australia, lakini by that time nilikuwa na mtoto mdogo. Kwa hiyo nikaomba nirudi chuo kikuu cha Dar es Salaam, nikarudi chuo kikuu cha Dar es Salaam. Baada ya kumaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam, nikaenda kuliko kukaa nyumbani, nikarudi TANESCO kuwaomba kazi, wakanipa kazi. Hapo kidogo, kwa nini ulichagua kwenda kusoma na sio vitu vingine kama ambavyo wengine walichagua? Naweza kusema it was my weakness. Nilikuwa napenda sana kusoma wakati huo. Hata issue ya kusema career, niwe mkweli, I was a little bit naive on the career. Lakini mimi nilikuwa napenda kusoma. They used to nickname me bookworm. Kwa hiyo nimesikia kwamba pia ulikuwa kifungilo, unafanya vizuri sana. Namshukuru Mungu. My sister alikuwa ananiambia vizuri. Ni kweli kabisa, kwa sababu pia nilikuwa napenda kusoma, nilikuwa very active kwenye mambo ya darasani, mambo ya shule. Nilikuwa na competitor wangu alikuwa anaitwa Adela Mzeru, yeye wa kwanza, mimi wa pili, mimi wa kwanza. Kwa hiyo na sijamuona Adela siku nyingi, lakini akisikia ile atacheka kwa sababu tulikuwa kama tuna compete. Kwa hiyo baada ya hapo, baada nilipokuwa pale TANESCO, kwa kweli ni shirika taasisi ya serikali. Nimetoka kufanya kazi Conlog, everything ni time, fast, decisions zinaenda fast. It was just like a small project office, decision they're very quick. TANESCO pagumu kidogo. Na mimi nilikuwa nataka kupractice the marketing ambayo nilikuwa nataka, kwa sababu practical japokuwa walikuwa wananiita project coordinator, I was doing marketing for the look meters kabla sijakabidhiwa full TANESCO. Kwa nikaomba pale kwamba nataka nifanye marketing, and everybody laughed at me like, is she crazy? Na unajua na mimi nikiingia mdogo kama nyinyi kama ulivyo hapo, we always think the young ones they don't know what they want. Kwa hiyo
kama mimi ninavyocheka wengine saa hizi, wengine walinicheka wakati ule. Unakumbuka ilikuwa ni mwaka gani? It was 1997. So nikaambiwa kwanza haiwezekani, ni kitu ambacho they don't get it, ni public service why na nani. Kwa nilichokifanya nikaandika pepa yangu, nikasubiri kwenye lift, nikamkabidhi managing director wakati anapanda kwenye lift. He was very shocked. Alikuwa baba mmoja, alikuwa engineer Mhehe, anatoka nimemsahau jina lake sasa hivi. Akawa very shocked kwa sababu kila alikuwa akiingia kwenye lift watu wanampisha kwenye lift. Mimi nikasema kwa kweli hapana. Ulikuwaje, ulipata wapi ujasiri wa kufanya hivyo? Na wakati ndio nasema labda the background niliyokulia, it nurtures you kwa jinsi unavyokuwa. So then nafikiri out of that akapewa director wa human resources, nikaitwa. Nikaitwa, mmoja alikuwa anaitwa Tungaraza, very humble and kind person. Akawa kama anani cancel. Yani kwamba unataka ni vitu you need to calm down, you need to follow the procedures, you need to do everything. Lakini namshukuru yule managing director aliamua kuifuatilia ile pepa. Kweli unit ya marketing ikaanzishwa, lakini engineer akapewa kuihead. Mimi nikawa just one of the staff kwa sababu it is an engineering organization. Nafikiri alikuwa mzee mmoja alikuwa ni civil engineer, kwa akapewa pale, tukawa kama part ya project hizi zinazoletwa za donors, alafu na mimi nikawekwa pale. So I'm not sure kama walinipa kwa sababu they really bought the idea au walinipa kuondoa nuisance kwa sababu I was disturbing everyone. Kwa sijui kipi ni kipi, lakini ninachofurahi ni kwamba that department is there to date. Okay? Sasa nikiwa pale kwa sababu I didn't have much to do. Na mimi siwezi kukaa idle. It has been in my blood. Nilikuwa nashuka pale, mnafikiri mnajua makao makuu ya TANESCO Enzile. Kwa nilikuwa nashuka chini hapa mjini naenda British Council. So nilikuwa na spend most of my time British Council reading everything mpaka kujifunza Kiingereza. Yani chochote kile ambacho naweza kukifanya nilikuwa nasoma, nafanya kitu kingine na hajai kuapply shule na yani just keep myself busy. Sasa nikiwa pale nikaanza pia kuapply kazi sehemu mbalimbali. Kwa hiyo nimekaa siku moja, nimeingia pale British Council library pale, nachungulia hivi, naona jengo linabomolewa, linajengwa, linafanya nini? Nikabidi interested jengo la nani? Nikaambia benki ya CRDB wanafanya renovation nini? Sema wana hela. Kwa nikatuma application. Nikapata nafikiri kwa PSSF na either insurance NIC. Wakati ule of course I also have a relative NIC. Wakati ule alikuwa anatania NIC ya Wanyakyusa. Kwa kule nikaa nimepata, lakini na CRDB wakaniita for the interview. Kwani kama ulikuwa umepata zote kwa wakati mmoja. Na that's another lesson pia ya kuambia watu. Mimi nilikuwa na apply kila sehemu. Kwa hiyo ukijaribu kila sehemu, kuna sehemu watakujibu. Of course labda na sisi pia wakati ule tulikuwa na bahati, sasa hivi graduate ni wengi, it could also be that one. Kwa hiyo nikaitwa, nilipopata katika zote nikasema naenda CRDB. Sasa hapo pia inakuwa ni ngumu mtu kufanya uchaguzi pale anapokuwa na mambo mengi ya kuchagua. Ilikuwaje kwako? Okay. Nilienda NSSF pale karibu na CBE, wakati ule jengo lao lilikuwa la zamani kidogo. Nikaenda, sasa uangalie vitu ambavyo nilikuwa naangalia. CRDB makao makuu ndio walikuwa wanafanya, ni kama walikuwa na change the face of the bank. Yani a lot of renovation and activities zilikuwa zinatokea. Wana refurbish the branches, they are changing hata pale makao makuu, they are bringing in computers nini. So mimi kwamba nilichokuwa nafikiria, these guys are futuristic, they have money, kwa hiyo kuna sustainability hapa na kuna future for me. Okay? And I wasn't very impressed. Kwa hiyo mimi nilikuwa naangalia the sustainability and going concern ya zile organization. Je, zitakuwa na future? Sio mimi as individual ni kitu gani nakipenda, nilikuwa naangalia je ili shirika litakuwa na mimi nitasurvive kwa muda mrefu. Manake pia wakati ule mkumbuke ndio nchi yetu walikuwa wanafanya liberalization katika market, kuna makampuni yanakufa, mengine yana exist. Kwa hiyo mimi nilikuwa naangalia kama hawa
implement his project. Kwa hiyo hawa wana maisha marefu, and which I was right. CRDB sasa is the leading bank in Eastern Central Africa. Kwa hiyo I made the right decision, thank God for his grace na kuniguide kwenye hili. Kwa hiyo ndio maana nikaja CRDB. No, it's a lovely journey. Na katika hayo wakati tunaelekea pia kukamilisha, nafahamu muda si rafiki na tuna mengi pia kujifunza kutoka kwako. Umekuwa ukifanya mengi ikiwemo pia kuwainua wanawake, vijana na makundi mbalimbali na kuwawezesha pia. Umekuwa kiongozi katika CRDB Bank Foundation pamoja na kitengo cha mawasiliano. Haya yote unaweza vipi? Kwanza ni shukuru bodi na benki ya CRDB kwa kunipa nafasi. Nilipoingia CRDB nilianza kama relationship manager, nilikuwa na wateja wakubwa, na ukumbuke nilikuwa na watoto wadogo wakati huo, sasa ninao wawili. Ulikuwa unataka kujua ile issue ya kubalance kazi na maisha. It was a little bit a challenge wakati una grow katika career ladder. Ndio wakati huo sasa ndio wakati ambao nasema ni ripe for production, especially kwetu wanawake, kwa sababu kama mnavyojua tuna biological clock. Kwa hiyo nilikuwa na watoto wadogo. Kwa kweli kama relationship manager nilikuwa na team ambako na bahati leo tulikuwa na bosi wangu wa sasa hivi, mabosi wangu wawili nilikuwa nafanya nao kazi kule, na ilikuwa ndo kitengo ambacho ndo kilikuwa kina vijana, kina vibe, kina kila kitu. Lakini nikaona kwamba pia the workload is huge kwa mimi ku-maintain watoto wadogo, lakini pia kuweza kufanya kazi yangu vizuri na ku-bring the impact ambayo nilikuwa naitaka. Kwa hiyo ilipotokea nafasi ya marketing ambayo pia mimi nilikuwa na passion nayo, nikaamua kuhamia marketing. Nilianza kazi kama marketing manager, nikaibuild that small unit. Nafikiri tulianza na watu 5, nikaibuild mpaka ikawa a huge department zaidi ya watu 100, ikiwa na customer service, ikiwa na call center, product development, pricing, market research na marketing yenyewe, ambapo pia na PR and communication zilikuwa katika eneo moja. Nilikaa pale for a number of years. Then in 2019 ambapo changes zilitokea, na katika zile changes a new structure ikaletwa. Katika the new structure nikapewa kuhead kitengo cha communication and PR, which was also very good kwangu, kwa sababu leading a huge unit unasahau vitu vingine. Kwa hiyo hapa nikapewa a very focused area ambayo na yenyewe ikanisaidia kunipa more exposure, na pia ikanisaidia kunipa another challenge ya build something better and newer. Kwa tulipoenda na wazo la foundation likapelekwa katika transformation unit yetu, wakalichukua na wao wakaliongezea kidogo, likaenda kupata body approval na BOT approval, likaletwa kwetu for implementation. So the beauty ya kupewa kitu kipya na kukianza, inakupa wewe nafasi ya ku-innovate, inakupa wewe nafasi ambayo you bring in new ideas and agility, na kukimold kile kitu the way you want and the vision you want. Kuna shukuru sana bodi kwa kupitisha hiyo. Tulianza 2023, tuna miaka mitatu. Katika miaka mitatu ambayo tumefanya kazi pamoja na timu nzima, na tuna collaborate kwa sababu ni kama one unit na subsidiary. Communication pamoja na foundation tumeweza kuwafikia wanawake na vijana 1,250,000 na kutoa uwezeshaji wa almost Tanzanian shillings bilioni 21. Sasa kikubwa katika kazi ambayo tunafanya foundation katika mandate tuliopewa ni ile kutoa elimu ya fedha, kutoa elimu ya ujasiriamali, kuwawezesha hawa watu wa chini, wale ambao wako kwenye ile mastro ile tunasema kwenye pyramid, wale walioko chini ambao
labda ni underserved na marginalized, including vijana mbalimbali ambao wana talent mbalimbali. Ile imetufanya tujifunze vitu vingi sana, na kwa kuwa tulipewa nafasi ya ku-innovate, every day tuna bring in new ideas, kwa sababu needs za vijana ni tofauti na za wanawake, needs za wafanyabiashara walioko kwenye kilimo ni tofauti na zile za wale walioko kwenye uvuvi, lakini pia ni tofauti na watu ambao wanafanya normal trading. Kwa kama nilivyosema, kila siku tunajifunza, kila siku tuna innovate, imetufanya tumekuwa active na imebuild lots of passion, sio tu kwangu na kwa timu mzima. Yani hapo kiwagusa nafikiri umeona wote wamevaa embeju hapo, ina a lot of excitement, na vijana sasa hivi wanazunguka Tanzania nzima wanafanya training kwa watu katika ile level ya vijiji. Manake sasa hivi tunaenda kata kwa kata, wilaya kwa wilaya, mkoa kwa mkoa, tukifanya hizi kampeni za kwa train na kuwawezesha. Sasa theme ya mwaka huu ya Mwanamke anasema give to gain. Sisi tulienda kwa ajili ya kutoa elimu na uwezeshaji, but we have gained a lot. Kwanza kwa vijana. Jamani, Tanzania ina vijana wenye talenti, wabunifu, hakuna mfano. Tulikuwa tu Muhasi hapa juzi. Mimi nimeshangaa. Kuna mashine kumbe naweza nikakaa pale, ikanipima mafuta, ikanipima muscles nizo nazo, ikajua kiwango cha damu nilicho nacho, nipunguze kitu gani na nini. Nikaogopa tu kwamba Profesa Janabi hajaiona ile namba, manake niliambiwa niko obesity. Yani hapa mimi niko obese na mafuta mengi. Yani nakwambia kila kitu na kitu gani mfanye. Okay? Ile wellness. Okay? Yani ni ubunifu ambao tulikuwa tunafikiriaga tu nje. Okay? Lakini kuna ubunifu mwingi vijana ambao wanao. Kwa wanawake equally. Na tumeweza kuwafikia watu katika level ya kijiji, wakulima, na kutransform maisha yao. Kuna watu tulianza nao wakiwa wadogo, sasa hivi wamekuwa, wanaanzisha viwanda vidogo vidogo. Kwa hiyo unaangalia the whole value chain. Na unaposema ukiniuliza mimi nasema nimewawezesha, hapana, tumewawezesha kwa sababu tunafanya na Watanzania wote na tunatafuta solutions. Yani katika ile tunapokutana nao ndipo tunajua kwamba kumbe hapa tulifikiri ni challenge, hii challenge ni opportunity. And we are here today. Hongera sana. Na tunapokamilisha, kwa binti msichana anayekutazama au mwanamke pia, ungependa kumwambia nini hasa kupitia pia safari yako? Nini ambacho unaona anaweza kufanya ili afikie malengo yake? Mimi sidhani kuna formula moja. Naamini kwamba binadamu tuko tofauti, tuna safari tofauti. Kwa nitaelezea labda mimi kile ambacho naamini kimenisaidia. Kwanza, kumwogopa Mungu. Pili, kumheshimu kila mtu. Lakini tatu, discipline na consistency. Show up. Yani wewe amka, nenda, show up. Ndipo utakutana na fursa, ndipo utakutana na watu. Alafu usiogope, jenga uthubutu. Unaweza ukamkuta sasa hivi Hilda ulikuwa unamuogopa, kumbe na Hilda naye alikuwa anakusubiri tu muongeleshe. Okay? Kwa ile boldness ya kunani jitokeze, na ndio nafikiri tunaita ujasiriamali. Kwa mimi kwangu ni kumuogopa Mungu sana, kumheshimu kila mtu. Okay? Kazi yangu mimi naichukulia kama sehemu ya maisha yangu. Nina passion na enjoy, yani naifurahia. Na nikipata matokeo mazuri, wanawake wamesaidiwa, wamechange, it makes my life so happy. Kwa hiyo lakini consistency na discipline. Utawauliza vijana wangu, mimi naamka mapema sana, napita gym, nafanya mazoezi, nikija hapa niko fresh, sina stress. Paka leo na lift weights kisawasawa. Kilo ngapi? Njoo gym. Tupige kidogo. Okay? Ndio hiyo. Na uthubutu. Okay? Tusiogope kuambiwa hapana. Hapana pia ni neno. Na saa nyingine mtu akikwambia hapana, na nafikiri timu yangu watawaambia,
Mimi mtu kiniambia hapana, natafuta kwa nini umeniambia hapana. Yaani sikubali tu hapana. Naweza nikakaa nikakuuliza, Hilda, nifanye nini ili hapana yako iwe ndio. Na wengine they get a shock. Kwa sababu mtu anasema anategemea akikwambia hapana utageuza utaondoka. Mimi nitakuomba guidance. Nifanye nini ili iwe ndio. Wengine atakupa na shule utashangaa. Na mwingine kwa sababu tu umemchallenge kidogo anaweza akakusaidia zaidi. Na mwingine anakupa hapana ni kwa sababu hajui, kwa hiyo anakuambia tu hapana ili aondoe the discussion. Kwa hiyo jaribu kuiuliza, hapana ni neno zuri, sio baya. Kwa hiyo tusiogope kusikia neno hapana. Bila shaka umejifunza mengi kutokana na safari ya Tuli Esther Mwambapa ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa CRDB Bank Foundation na mkurugenzi wa mawasiliano kutoka CRDB Bank. Kama binti, mwanamama na msichana utatumia fursa hiyo katika kujifunza, kuangalia pia namna ambavyo kwako inaweza ikakufaa. Asante sana kwa kufuatilia UTV na kwa kuwa nasi pia katika mahojiano hayo maalum. Nikusihi tu uendelee kufuatilia vipindi mbalimbali kutoka hapa UTV. Mimi ni Hilda Foya.